Haleluya, mpendwa na kusalimia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde, Mungu akuinua katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu katika tena nafasi ambayo amenipatia kukupata kuongeleza, kukuletea neno lake. Ni kwa sababu ni Mungu ambaye angependa kwamba ukaendelea kuwa na ushindi kwa maisha yako. Ni kwa sababu anakupenda sana. Na amenijalia neema ya kupata kuwa na hiyo uwezo ya Roho Mtakatifu kukuambia kwamba Mungu anakupenda sana, Mungu anakupenda sana, Mungu anakupenda sana katika jina la Yesu Kristo, na ana mawazo mazuri na maisha yako. Mpatie Yesu Kristo maisha yako moja okoka, na maisha yako yatakuwa salama, maana Yesu Kristo ndiye njia na ukweli na uzima. Yeye ndiye mwana wa Mungu, anakupenda. Ukimwamini utaokolewa, ukimwamini ubatizwe. God bless you. Nifuatilie ukapata kusikia neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na katika siku leo na nimepata neno katika kitabu cha Ruth chapter 1 verse 1 and verse 6. Hiyo tutasoma leo. Neno ya kukusaidia ukaendelee kuwa ni mtu ambaye anakaa ndani ya Kristo, maana ukikaa kwa Kristo Yesu na mimi nikikaa, maisha yetu hayatamalizia vibaya, yatamalizia vizuri katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunasoma story ya mtu mmoja hapa ambaye anaitwa Elimeleki. Huyo mtu inasemekana kwamba alikuwa mtu ambaye ni wa Mungu. Na inasema ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na watoto wake wawili. Elimeleki ameondoka Bethlehemu ya Yuda, ameenda kwa nchi ya Moabu, maana uko Bethlehemu ya Yuda kulikuwa na njaa sana. So ameenda nchi ya jirani ya Moabu, akaenda kwa maana huko kulikuwa na chakula ya kutosha. Kulikuwa na chakula huko kwa Moabu. Na Biblia inasema kwamba katika aya ya 6 ya kwamba ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia kwamba Bwana amewachilia watu wake na kuwapatia chakula. Sasa huyo naye ni bibi yake ama mke wake. Biblia inasema kwamba naye ameondoka nchi ya Moabu, ameenda nyumbani, ameenda Bethlehemu ya Yuda, maana amesikia kule Bwana amewakumbuka watu wake na amepata kuwapatia chakula. So neno la leo ni kwamba Bwana atakukumbuka. Mimi sijui ni kitu gani ambacho kimekuwa ni kama ukiwa kwa maisha yako, ama nikana kwamba umesaulika, lakini Mungu atakukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, na kama hujakuwa mtu wa Mungu, mpatie Yesu Kristo maisha yako na utakuwa mtu wa Mungu kupitia jina la Kristo. Bible inasema in the book of John chapter 1 verse 12 and 13, inasema kwamba watu wote waliomwamini Yesu Kristo aliwapatia uwezo ya kufanyika watoto wa Mungu. So ukimwamini Mungu na muamini mwana wake Yesu Kristo, unakuwa automatically wewe ni mtu wa Mungu. So huyu mtu anaitwa Elimeleki alikuwa si mtu mbaya, ni mtu nzuri. Na wewe inasema kwamba alikuwa na bibi na watoto wake vijana wawili, na akajipata katika hali ya ukosefu ya chakula, na akaamua kuenda kutafuta chakula ndiye aokoe jamii yake na ajiokoe yeye pia. So Biblia inasema kwamba akaondoka kule Israeli, akaondoka katika Bethlehemu ya Yuda, aende mahali alisikia kuna chakula. Hakuna mtu ambaye anapenda kukaa mahali ambako hakuna chakula. Akisikia mahali kuna chakula, akisikia kuna kazi nyingine nzuri kuliko yenye anafanya, anaenda akaifanye hiyo kazi. So huyu mtu alikuwa mtu mwenye akili, alikuwa mtu ambaye mwenye mawazo ambayo yanapiga mahesabu ya haraka, ijapokuwa hesabu yake ni kama ilikuwa ilimwangusha, ama hesabu yake ilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu, lakini alikuwa ni mtu ambaye mwenye akili ya kutafuta suluhisho. Na Biblia inasema kwamba akaondoka Bethlehemu ya Yuda, akaenda paka nchi ya Moabu,
nikupatie kidogo story ya Moabu. Inasemekana hao Moabi walisaliwa na mtu ambaye alikuwa anaitangwa Lutu. Lutu alikuwa ni mtoto wa ndugu yake Ibrahimu. Na inasemekana kwamba wakati Mungu aliteketeza Sodoma na Gomora, Lutu alikuwa pale na akabakia na wachana wake wawili, hata wale wachumba wao waliteketea kule. So aliondoka na binti zake wawili akaenda na wao. Na alipoenda na wao hawakuwa na wanaume. Yule mwanaume walikuwa na mjua ni baba yao. Na wakaamua kumulewesha pombe ndio walale na yeye wapate watoto, akiwa mlevi sana, shakari. So wakazaa watoto wawili, wale wachana wawili ambao ni wa Moabi ama wa Amoni na wa Moabi, wakazaa watu. Na inasemekana kwamba hao watu wakati wana wa Israeli walitoka Misri, walipitia kwa nchi yao mahali walikuwa wanaishi. Na wale watu bandala ya kuwakaribisha wale watoto ama wale wa Israeli, maana ni jamii yao, wametokana na yule ambaye tunasema kwamba ni babu yao, wao wakaamua kumwashiri mchawi na mganga anaitwa Balaamu akuja waroge kule kutoka nchi ya Mesopotamia. Wakatafuta mtu anaitwa Balaamu akuja waroge. So kwa sababu hiyo Mungu akapata kuwalaani, na Mungu akasema kwamba wasiwahi kuungana na wana wa Israeli wala kuingia katika uso wa Israeli maisha yao yote. In the book of Deuteronomy chapter 23 ndio usome hapo, utakuta inasema kwamba Mungu akasema wa Moab au wa Amoni wasiwahi kuingia kwa mkutano ya Bwana hata kisasi ya kwanza andi maisha yao yote. Na Mungu akasema wasifanye amani na wao, maana walipotoka Misri hawakuwakaribisha na machi, ndio wametoka safari wamechoka, bali waliajiri mchawi awaangamize. So Mungu akawalaani. So hawa watu ambao ni wabaya kiasi hicho, ambao ni maadui wa Mungu, ilifikia mahali wana wa Israeli wakasahau ya kwamba hawa ni watu walio Mungu alisema kwamba wasiungane na wao tena, na wakaanza kuenda kutafuta lishe bora kwao. Kuharibu mambo, Elimeleki akaenda akaoa wasichana wao, vijana wake akawatafutia wasichana kutoka kwa ile jamii. Na ikawa inasemekana kwamba kwa hiyo maandiko tumesoma ya kwamba Elimeleki alikuwa wa kwanza kufa kwa yale makosa. Alikuwa wa kwanza kufa, akafuatiwa na vijana wake wawili. So huyu mama hapa anaitwa, huyu mke wake anaitwa Naomi, akabakia peke yake na wale wasichana ambao hawajapata watoto waliokuwa wameolewa na vijana wake. So hapa tumesoma aya ya 6, akapata habari kwa yale masaibu yake, akasikia kule walitoroka njaa. Mungu amekumbuka watu wake na kuwapatia chakula, na akaamua kurudi, maana aliona sasa huko ndiko afadhali tena, na kule alikuwa amekuja kuona kama ni kuzuri, kumekuwa kubaya. So encouragement ile Mungu anatupatia katika siku leo ni kwamba atatukumbuka hata kama mambo inaweza kuta imekuwa ngumu sana kwako ama kwa nchi yako. Bado Mungu anjapata kutusahau, atatukumbuka. Mungu atakusha na atatupatia suluhisho. Maana wakati mambo inakuwa magumu, ndio watu wengi wanatorokanga Mungu, wanamuasi Mungu, wanafanya mambo bila kufikiria. Hata ukisikia kwamba kuna shetani mahali anapeana usaidizi, wanasahau, wanaenda kushukuru usaidizi. So katika siku ya leo ni Mungu anakutia moyo ama anakuelekeza kwamba ukapate kuvumilia, ukapate kuwa na matarajio. Ni kwa maana yule Mungu ambaye aliwakumbuka watu wa Yuda ya Bethlehem, yule aliyewakumbuka baada ya mateso ya muda mrefu, huyo Mungu atanikumbuka. Huyo Mungu atakukumbuka. Huyo Mungu atatukumbuka. Yeye atakuja na kuleta wokovu. Yeye atakuja na kuleta amani. Yeye atakuja na kutenda mema. Yeye atakuja na kurejesha. Wale watu wa Bethlehemu ya Yuda, wao walivumilia,
Wao walikaa kwa Yesu, walivumilia watu wa Bethlehemu ya Yuda, walivumilia wakakaa kwa Mungu. Wao walingoja Mungu, hawakuwa na ujanja mwingine, hawakuwa na matumaini mahali ingine. Wao walikuwa najua tu Mungu kiwango. Hata wakati mambo yaliharibika, wao hawakumtoroka Mungu, walikaa kwa Mungu. Walikuwa ni watu ambao ni wajinga wa imani, walikatalia kwa Jehova, walikatalia kwa Elohimu, walikatalia kwa Mungu. Hata wakati Elimeleki alitoroka na bibi yake na bishara, wakasema hapa kuna hitaji uwerevu, wakasema hatutakufa tukiangalia. Wakaondoka wakaenda kwa nchi ambayo Bwana alikuwa ameikataa. Wale watu wa Bethlehemu ya Yuda, wao walivumilia wakakaa kwa Mungu, wakamtumainia, wakamngoshea. Na Mungu achelewi wala akuji mapema, anakujanga kwa wakati unaofaa. Hawaachangi watu wake, anawaangalianga. Mungu anaangalia watu wake vile wanateseka. Na usifikiria kama Mungu aangalie vile ambavyo unapitia. Mungu si ati angalianga, anaangalia na anaona na anajua. Kumaanisha kwamba atakukumbuka kwa jina la Yesu Kristo. Yeye atakuja na kutuletea wokovu. Atakuja na kutuokoa. Ataokoa ndoa yako, ataokoa familia yako. Yeye atakuja na ataokoa nchi yako. Nchi yako ataiponya. Ataponya hata kanisa lake. Ataponya hata familia yako. Hiyo biashara yako atainua tena. Labda imeanguka lakini atainua. Kwa maana yeye ni Mungu peke yake. Yeye ndiye alisaidia watu wa Bethlehemu ya Yuda. Biblia inasema kwamba Naomi akiwa nchi ya Moabu akasikia ya kwamba Mungu amekumbuka watu wake na kuachilia na kuwapea chakula, na akaamua kurudi kule Bethlehemu ya Yuda. Akakuta watu wale aliowaacha hawakuangamia. Aliwakuta wakiwa na watoto wao, wakiwa na waume wao, wakiwa na familia zao, wakiwa wazima, wakiwa wamelindwa na Bwana. Hata katika yale mateso walipitia, hayakuangamiza yale mateso. Mungu aliwalinda hata katika yale mashaka yao. Mungu alikuja akawakumbuka. So mimi na wewe tukatalie kwa Yesu Kristo, tukatalie kwa Mungu hata nyakati sijapokuwa ni ngumu kwa maisha ya watu wengine. Si wote, kuna wale ambao wanapitia hali ambazo ni bora, na wengine wanapitia hali ambazo ni ngumu. Kuna wale ambao wanaona kama ndio wakati ule mzuri kabisa kwa maisha yao, na kuna wengine wanasema kwamba ni wakati mbaya kwa maisha yao. Lakini kukiwa hivyo hivyo, unakuta kwamba Biblia inasema kwamba akasikia, Bwana amewachilia watu wake na kuwapatia chakula. Kwa hivyo shikilia neno la Mungu katika hali ikiwa vile ilivyo, na Mungu naye atakuokoa kama vile aliokoa watu wa Bethlehemu ya Yuda. Hawakupoteza kama yule Naomi. Naomi alipoteza mume wake, Naomi alipoteza watoto wake, akabakia peke yake akiwa ana chochote. Alibakia kama mtu ambaye ana masikitiko. Alikuwa hataki hata kuitwa mtu anaitwa Naomi. Alikuwa anasema aitwe jina lingine ambalo linamaanisha uchungu, akisema Bwana amemhangaisha, Bwana amemtesa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba yeye Bwana hakumhangaisha. Yeye ndiye alimhangaisha Bwana kwa njia kukiuka ile mawazo ya Mungu, ya kwamba hawa watu wanaitwa wa Moabu na Waamoni ni watu ambao Mungu alikuwa amewakataa. Watu ambao Mungu alikuwa amewakataa, akasema wasiwahi kuingia kwa kusanyiko la Bwana. Lakini katika siku ya leo nilikuwa naambia mtu mwingine, nikamwambia kwamba kwa sasa Mungu alipomtuma mwana wake Yesu Kristo, alikubali mtu yeyote. Akasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. Sio ukasema mimi labda ni hiyo generation Mungu alikataa. Hapana. Wewe si generation ambayo Mungu alikataa. Generation ambayo Mungu anakataa, ili nakataa Yesu Kristo. So mtu yote sahi, usio kasema wale ni wale Mungu alikataa, wale Mungu alisema wasiwe kuenda kanisani, wale sema Bwana wasiendewe. Hapana. Sahi mtu yote akimwamini Yesu Kristo,
Mungu anamkubali. Biblia inasema, Yesu akasema, yule atakuja kwangu sitamkataa. Ndio Yesu Kristo alisema yeye mwenyewe. Akasema mtu yeyote atakayekuja kwangu sitamkataa. Enda usome kitabu kile cha John chapter 6 utapata hiyo story hapo, na Mungu kuanzia mstari 40 hapa, na Mungu wetu atakubariki sana. So mpendwa, katika siku ya leo napoenda kutamatisha, ni Mungu anakutia, maana anasema kwamba yeye atanikumbuka, yeye atakukumbuka, yeye atatukumbuka, atakumbuka nchi yetu, atakumbuka kanisa, atakumbuka familia zetu, na atatuacha, atapata kutuokoa na yote, kwa maana ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. God bless you. Na kama unataka kusema Bwana Yesu, nakubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, namkataa shetani, naomba unisamehe dhambi na makosa. Kuanzia leo wewe Yesu Kristo ni Mwokozi wangu, wewe ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Natangaza miokoka, maana imeandikwa kwamba yule atakayeita jina la Bwana ataokolewa. God bless you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen.